Haleluya. Siku hii ya leo tunaenda kuongea kuhusu neno la Mungu, ambapo Mungu amekuwa akininenea neno lake kwa sababu ya watu ambao wamekataa mwito wa Mungu. Kuna watu ambao wameitwa na Mungu lakini on the way wanapotea. Kuna watu wamekuwa waliitwa na Mungu ama walizaliwa kutoka kwa tumbo za mama zao, Mungu akiwa na purpose na wao, lakini on the way, katikati ya njia wakapotea. Kwa hivyo siku hii ya leo nataka tuongee kidogo kuhusu hao watu. Katika Biblia kuna watu ambao walizaliwa wakiwa na mwito wa Mungu, lakini kwa njia waliweza kupotea. Katika kitabu cha Judges chapter number 13 verse number 1, kuna mtu mmoja alizaliwa akiwa na purpose ya Mungu, ambaye jina lake alikuwa anaitwa Samsoni. Samsoni alizaliwa akiwa na purpose ya Mungu. Hata mama yake alikuwa hawezi pata mtoto, lakini Mungu alitembea katika boma ambayo ilikuwa ya mtu ambaye alikuwa anaitwa Manoa, ambaye ndiye alikuwa baba ya Samsoni. Samsoni alizaliwa akiwa na purpose ya Mungu, lakini on the way alienda akapotea. Vivyo hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo, kwa sababu watu wengi wameitwa na Mungu akiwa na purpose yake kwa neno lake, ama ndiposa aweze kueneza injili yake, lakini nao wakifika katikati ya njia wanapotoshwa na mambo mengine. Kwa hivyo jioni ya siku ya leo tunasema ya kwamba kama umeitwa na Mungu, lazima ujue kusudi lako katikati ya kuitwa lilikuwa nini. Samsoni alipozaliwa aliitwa akiwa hata katika tumbo la mama yake, kwa sababu mama yake kuna instruction alipewa, akaambiwa wakati utachukua mimba ya huyu kijana, kitu cha kwanza hautakunywa pombe yoyote, wala hautakunywa fermented things ambazo zinaweza dhuru huyu mtoto, kwa sababu alikuwa na purpose ya Mungu, ndiposa aweze kuokoa wana wa Israeli. Kwa hivyo jioni ya siku ya leo neno la Mungu linasema Samsoni alipozaliwa alizaliwa akiwa na kusudi la Mungu, lakini katikati ya njia aliweza kupotoka, akaingia katikati ya jamii zingine alizokuwa zimetengwa mbali na jamii yao. Lakini katikati ya njia Mungu aliweza kumtumia tu, hata kama alitoka katika njia zake. Ndiposa hata siku hii ya leo kuna watu ambao wameitwa na Mungu, lakini hawajajua kusudi lao la kuwa kwa Mungu ni nini. Hawajafuata wajue kwa nini Mungu aliwaita. Kuna wengine waliitwa na Mungu ndiposa wakuje kuinua ministry, lakini katikati ya njia waliweza kusahau. Ni vizuri ukiwa katika huduma ama ukiitwa na Mungu ujue kwa nini ama sababu yako ya kuitwa. Kama umeitwa na Mungu ndiposa ukuje uinue ministry, unakuja na unafuata, ama unahakikisha ya kwamba unajua kwa nini Mungu alikuita. Kwa hivyo ukiwa kwa ministry, kama hautajua sababu yako ya kuitwa, hakuna mahali unaenda, ndugu yangu, dada yangu. Lazima ufuate na ujue kwa nini mimi niko hapa, kwa nini mimi nimeitwa kwa hii ministry na si kwa ile nyingine. Kwa hivyo lazima ufuate, ndiposa ujue hii ministry nimeitwa kwa sababu ya hii neno, nimeitwa kwa hii ministry ndio niweze kusimama kwa hili pengo. Wengine wako kwa ministry na hawajui madhumuni yao ama sababu yao ya kuwa kwa hiyo ministry. Lazima ujue madhumuni ni yako ya kuitwa kwa hiyo ministry ni nini. Ukishajua utaweza kufuata purpose ya Mungu, na ndiposa unaona ministry zingine zinaanguka, pande ingine inaanguka, kwa sababu wewe uliitwa ukuje usimame kwa lile pengo, lakini umekuja umekaa, hujafuata kanuni za Mungu ama sheria za Mungu ama kutaka kujua kusudi yako ni nini. Jioni ya siku ya leo nataka kuambia, ukiitwa na Mungu ama ukijipata kwa ministry fulani,
Usikuje tu kukaa, lazima ufuate, ndiposa ujue sababu yako ya kuwa kwa ile ministry. Jioni ya siku ya leo naongea na kila mmoja mahali popote ulipo, fuata kanuni za Mungu na ndiposa uweze kujua kwa nini alikuita mahali umeitwa. Kuna mtumishi ambaye naishi naye katika kanisa langu, baba ambaye ananilea kiroho, ametufundisha kujua purpose yako ni nini, ndiposa uweze kukamilisha ile purpose Mungu amekuita. Lazima ufuate, ndiposa uweze kujua kwa nini umeitwa. Unapofuata lazima utajua kwa nini Mungu alikuita. Samson alipoitwa na Mungu, mwanzo alikuwa na purpose ya Mungu, lakini aliposonga aliweza kutoka katika njia za Mungu, kwa sababu aliweza kuingiana na wanawake. Kuna mwanamke mmoja alimshika, ndiposa akaweza kunyolewa, kwa sababu alizaliwa akiwa purpose ya Mungu. Hakukuwa nyolewe nywele zake, kwa sababu alikuwa na extra, alikuwa anafanya vitu zingine tofauti na zile watu wamekuwa wakifanya, lakini yeye alifuata purpose ya Mungu. Katika njia akapotea, ndiposa aliposhikwa alinyolewa nywele zake, nguvu zake zikamuisha. Walipoishiwa na nguvu, alishikwa na maadui zake, wakaweza kumtumia. Lakini katikati ya njia, kwa sababu Mungu alikuwa amemuita, alikuwa amemteua, aliweza kumrudishia nguvu zake baadaye, na ndiposa aliweza kufanya makuu kuliko yale aliyofanya wakati alikuwa hajanyolewa nywele yake ya kwanza. Nywele ya pili ile ilimea, akafanya mambo makuu kuliko yale aliyoyafanya. Ukisoma Judges 13 chapter number 1, ukiteremka utaona yale mambo aliweza kufanya. Alifanya mambo makubwa kuliko yale alifanya hapo mwanzo, kwa sababu Mungu alikuwa amemteua. Kwa hivyo siku ya leo nataka ujue ya kwamba hata kama ulitoka kwa purpose ya Mungu, uko na nafasi nyingine tena ya kurudi na kufuata, ndiposa Mungu akaweze kukutumia zaidi na zaidi. Kwa hivyo Mungu ako na nafasi yako tena, wewe urudi katika senses zako na uweze kufuata na uweze kujua kwa nini Mungu alikuita. Na ukirudi ujue kwa nini Mungu alikuita, Mungu ataweza kukutumia na zaidi na zaidi. Kama ni mahali unafaa kusimama katika pengo, simama, kwa sababu Mungu anayo nafasi ya pili. Mungu atakupea nafasi yako ya pili, ndiposa uweze kumtumikia, kwa sababu Mungu hajamaliza na wewe. Mungu bado anakuhitaji. Hata kama ulitoka kwa purpose zake, bado Mungu ako na jukumu lingine lako la kufanya kazi kwake. Anakuhitaji, kwa sababu Mungu atakupea the second chance, ndipo uweze kufanya kazi yake. Kwa hivyo jioni ya siku ya leo nataka kunena na kila mmoja, nimwambie hata kama ulitoka katika njia za Mungu, Mungu bado anakupenda, Mungu bado anakuhitaji. Mahali ulipokuwa umesimama kwa pengo, labda hata pengo lako alijaipata mtu mwingine wa kufanya kazi uliyokuwa unafanya katika madhabahu yake ama katika nyumba yake. Katika nyumba yake kuna nafasi maybe ulikuwa usimamie na ulitoka, labda Mungu hakujaza hiyo nafasi, bado anangoja wewe urudi ndiposa uweze kusimama kwa hilo pengo. Kwa hivyo jioni ya siku ya leo nakukaribisha tena katika nyumba ya Mungu. Mahali popote ulipokuwa unasimama kwa pengo lake, rudi, bado Mungu anakuhitaji. Anahitaji bado nguvu zako, anahitaji bado mawaidha yako, ndiposa ukuje uweze kupea watu advice, ama uweze kuwa mwalimu wao, ama hata uwe mchungaji wao, ama ukuwe director kwa mahali fulani katika kazi ya Mungu. Kwa hivyo jioni ya siku ya leo, kila mmoja akaweze kujirudia mbele za Mungu, ukaweze kurudi. Mungu ako na purpose yako. Kama vile Samsoni alimea nywele zake, maadui zako labda walikunywa nywele, maybe walikuaibisha, maybe kuna mambo walikufanyia, lakini hawatazuia nywele zako zimee tena, kwa sababu nywele zako zitamea. Hata kama walizinyoa, Mungu atafanya zimee tena. Kwa hivyo rudi, ndiposa uweze kujua purpose ya Mungu. Kwa hivyo jioni ya siku ya leo utaweza
kubarikiwa na hilo neno. Mungu awabariki sana na Mungu awatende mema.